Tutakuwa tukukuletea mengi zaidi. Na shughuli za masomo zimesitishwa kwa muda katika shule ya msingi ya Evonjo iliyoko kwenye kaunti ya Vihiga baada ya vipande vya mwili wa binadamu kugunduliwa na kuondolewa kutoka kwenye shimo la choo kimoja katika shule hiyo ya msingi. Sehemu za mwili ziligunduliwa na wanafunzi wa grade ya 6 na mwanafunzi wa grade ya 6 ambaye alikuwa ameenda msalani kabla ya kufahamisha walimu ambao walipiga ripoti kwa asasi za usalama. Mwanahabari wetu Arnold Adidi anauketwa taarifa hii. Kulingana na usimamizi wa shule hiyo, sehemu za mwili wa mtu ambaye bado hajatambuliwa ziligunduliwa chooni na mwanafunzi wa grade ya 6. Saa 1 kamili tulikuwa tushafika, watoto wamejiandaa wako darasani for remedial lessons. Mtoto akaenda kujisaidia, akaja akatupea ripoti kwamba ameona kichwa cha mtu kwenye choo pale. Nilikimbia pamoja na walimu wenzangu, nikaenda nikaangalia, nikachukua maji nikamwagilia, nikaona kweli ni kichwa cha mtu, na ndio tuliweza ku-inform the relevant agencies. Hatimaye polisi walipata kichwa cha binadamu, mikono, miguu pamoja na baadhi ya sehemu za ndani ya mwili. Hata hivyo, kiwiliwili cha mtu huyo hakikupatikana, huku jinsia yake pamoja na umri vikisalia kuwa kitendawili. Sehemu ya kichwa ilipatikana, miguu miwili ilipatikana, hata matumbo ilipatikana, lakini kiwango cha kati haikupatikana. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Sabatia, Peter Mbua, amesema kuwa tayari vitengo vya usalama vinawasaka wahusika wa tukio hilo la kinyama. Hizo parts za mwili liletwa hapa. Kitendo haikutendeka hapa. Na huyo mtu na wahakikishia tutampata. Kufikia sasa haijabainika ni lini wanafunzi wa shule ya msingi ya Evonjo watarejea shuleni, kwani vyuo vya shule hiyo vimebomolewa ili kuondoa mwili huo. Wanafunzi wanafaa kuja kesho, watatumia nini kama choo? Tunaomba serikali na tunaomba hata mbunge wetu asimame nasi. Arnold Adidi, kaunti ya Vihiga.